Ndugu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limewakamata na linaendelea kuwahoji watuhumiwa wawili ambao wanatuhumiwa kwa wizi wa vifaa tiba mali ya hospitali ya wilaya ya Sengerema katika mkoa wa Mwanza. Wa kwanza aliyekamatwa alikuwa ni yule ambaye alikuwa ni Nyanda Daudi Thomas ambaye kabila lake ni Msukuma, ana umri wa miaka 35. Kazi yake ni afisa tabibu, yani clinical officer katika hospitali ya wilaya ya Sengerema, na ni mkazi wa eneo linaitwa Maduka Manane huko wilayani Sengerema. Wa pili anaitwa Novat Kalori Felician ambaye kabila lake ni Mnyambo, ana umri wa miaka 36. Kazi yake ni mfanyabiashara, lakini pia ni mmiliki wa zahanati binafsi iitwayo Elabs iliyoko wilayani Sengerema na mkazi wa mtaa wa Soweto huko Sengerema. Watuhumiwa hao walikamatwa tangu tarehe hiyo 15 kwa tuhuma za wizi wa vifaa tiba mali ya hospitali ya wilaya ya Sengerema, ambayo hospitali hiyo ipo katika mtaa unaitwa Mwabaluhi wilayani Sengerema katika mkoa wa Mwanza. Tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu ilibainika kuwa vifaa ambavyo ni vifaa tiba vya hospitali hiyo vilikuwa vimeibiwa katika hospitali hiyo, na mara tu baada ya kubainika huko kwamba vifaa hivyo vimeibiwa, wahusika nikiwa na maana ya viongozi wa hospitali hiyo waliweza kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi. Kwa hiyo Jeshi la Polisi tangu tarehe 4 mwezi wa 4 lilipokea hizo taarifa na uchunguzi ulianza kufanyika. Vifaa ambavyo vilidaiwa kuibiwa ni hivi vifuatavyo. Kuna kifaa kinaitwa kifaa cha kurekebisha mapigo ya moyo, kitaalamu wanasema ni defibrillator. Kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni kinaitwa fetal heart rate monitor. Kompyuta moja, mashine za kuingiza maji mwilini yani infusion pump. Vifaa hivyo vyote vina thamani ya shilingi milioni 28,510,000 vikiwa ni mali ya hospitali ya wilaya ya Sengerema. Na mara tu baada ya taarifa hizo kuwa zimefikishwa kwa Jeshi la Polisi, Jeshi la Polisi lilianza ufuatiliaji wa kina kuhusiana na tukio hilo la wizi wa mali za serikali, ambapo katika ufuatiliaji huo tuliweza kuwakamata watuhumiwa wawili ambao nimewataja, na baada ya kuwahoji, wa kwanza aliyekamatwa alikuwa ni yule ambaye alikuwa ni Nyanda Daudi Thomas. Baada ya kumhoji ikabainika kwamba ni kweli amehusika na wizi huo wa vifaa hivyo. Lakini katika ufuatiliaji wetu tuliweza kubaini pia kwamba vifaa hivyo vingine vilikuwa vimeuzwa kwa huyu mfanyabiashara na mmiliki wa zahanati ambaye nimemtaja hapo juu. Sasa watuhumiwa hawa wote wamekwisha kamatwa na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea. Tunaendelea kufuatilia tukio hilo ili kuwabaini washiriki wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha tukio hilo la kihalifu. Ingawa katika ufuatiliaji wa tukio hilo vile vifaa vyote vilivyotajwa kuibiwa na uongozi wa hospitali kwa siku hiyo, Jeshi la Polisi kupitia makachero wake limefanikiwa kuvikamata vyote. Lakini kama nilivyosema, uchunguzi unaendelea ili kuwakamata washiriki wote walioshiriki kwa namna zote katika kufanikisha tukio hilo. Kupitia tukio hili, uchunguzi kama nilivyosema unaendelea na watuhumiwa
Tutakapokuwa tumekamilisha uchunguzi wetu, watafikishwa katika mahakama ili waweze kujibu shtaka lao hilo. Sambamba na hilo, kupitia tukio hili, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tunatoa rai kwa wafanyakazi wa hospitali kwamba serikali inafanya uwekezaji mkubwa kwenye afya za watu kwa kununua vifaa tiba vingi ili Watanzania waweze kupata huduma za matibabu. Hivyo tunawataka watumishi wa serikali katika hospitali hizo kuwa wazalendo, lakini kufanya kazi wakiwa wanazingatia maadili ya kazi zao na kutojihusisha kabisa na vitendo vya wizi, kwa sababu kufanya hivyo ni kurudisha nyuma jitihada kubwa za serikali ambayo imeamua kuwekeza katika swala zima la afya za watu kupitia kununua vifaa tiba na madawa.